قال المصنف رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان، inawajibika funga ya mwezi wa Ramadhan. Kwa maana funga ya mwezi wa Ramadhan ni funga ya wajib. Qala saumu ramadhana ruknun min arkani alislam, funga ya mwezi wa Ramadhani ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Wa fardhun min furudih, na ni faradhi miongoni mwa faradhi za Uislamu. Ama annahu ruknun, ama hakika yake kuwa ni nguzo, falihadithi ibn Umar radiyallahu anhuma qala, ni kwa sababu ya hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma misema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam: buniya al-islamu ala khamsin. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi amesema, buniya al-islamu ala khamsin, umejengwa Uislamu juu ya nguzo tano, au umejengwa Uislamu juu ya mambo matano. Qala shahadati an la ilaha illa Allah, ni kushuhudia ya kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan rasulullah, na hakika Muhammad ni mtume wa Allah, wa iqami salah, na kusimamisha sala, wa itai zakah, na kutoa zaka, wal hajj, na kuhiji, wa saumi ramadhana, na kufunga mwezi wa Ramadhan. Mahallu shahid fi hadha alhadith, mahala pa ushahidi katika hadithi hii ni pale mtume aliposema wa saumi Ramadhan, na kufunga mwezi wa Ramadhan. Maneno haya yameonyesha ya kwamba as-saumu ruknun min arkani al-islam, funga ni nguzo katika nguzo tano za Uislamu. Qala faqad dhamma arkan al-islam, wa hakika amezikusanya nguzo za Uislamu. Wa hiya khamsa, hadithi hii imekusanya nguzo tano za Uislamu. Ahaduha, mujawazo katika hizo nguzo, saumu Ramadhan, ni funga ya mwezi wa Ramadhan. Fala yaqumu sarhu al-islami, hivyo hausimami ule uwazi wa Uislamu inda ahadin, kwa yoyote, illa biijtimaiha kulliha, isipokuwa kwa kukusanyika hizi nguzo zote. Zitakapokusanyika kwa Muislamu hizi nguzo zote, basi Uislamu wa mtu utakuwepo. Na kadhalika zitakapokosekana au ikakosekana moja kati ya hizi nguzo, kadhalika Uislamu wa mtu umekosekana. Wa amma annahu fardun, na ama ya kwamba saumu Ramadhana ni faradhi katika faradhi za Uislamu, faliqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, kutiba alaykumus siyamu, imefaradhishwa juu yenu funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa juu ya wale ambao waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah subhanahu. Qala al-Imam at-Tabari rahimahullahu ta'ala, misema al-Imam at-Tabari rahimahullahu ta'ala, qawluhu ta'ala, qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala, kama kutiba ala alladhina min qablikum, maneno haya Allah yani yanamaanisha furidha alaykum mithlu alladhi furidha ala alladhina min qablikum, imefaradhishwa juu yenu mfano wa vile ambavyo ilivyofaradhishwa juu ya wale ambao waliokuwa kabla yenu. وقال أيضا الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال أيضا معنى الآية، معنى هي آية يا أيها الذين آمنوا، إن ينبغوا وميامين، فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم من أهل الكتاب، imefaradhishwa juu yenu funga kama vile ambavyo ilivyofaradhishwa juu ya wale ambao waliokuwa kabla yenu katika ahlul kitab.
ayaman ma'dudatin, masiku yenye idadi maalumu. Wa hiya shahru ramadhana kulluh, nao ni mwezi wa Ramadhani wote. Waqala ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Mwezi wa Ramadhani ndiyo mwezi ambao unzila fihi alqur'anu, imeteremshwa ndani ya mwezi huo Qur'ani, hudan linnas, ambayo hiyo Qur'ani ni mwongozo kwa watu, wa bayyinatin min alhuda walfurqan, na Qur'ani ni yenye kubainisha, kuleta ubainifu unaotokana na uongofu, walfurqan, kadhalika Qur'ani ni alfurqan, yenye kutenganisha baina alhaqi walbatil. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, basi yoyote atakayeshuhudilia, kwa maana atakayehudhuria miongoni mwenu katika mwezi wa Ramadhan, falyasumhu, basi na aufunge mwezi wa Ramadhan. Wajhu dalala fi hadhihi al-aya, wajihi wa dalili katika aya hii, anna qawlahu ta'ala, hakika qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema falyasumhu, min siyaghi al-amr, ni katika matamko yenye kuonyesha amri. Wa huwa ala babihi fi ifadati alwujub, nayo amri katika mlango wake ni yenye kufidisha alwujub, liadami as-sarifi lahu, kwa kutopatikana kile chenye kuliondoa tamko hili katika amri, katika uwajibu na kupeleka katika usiokuwa uwajibu. Kwa hivyo matamshi na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema falyasumhu, maneno haya yametujulisha ya kwamba hii ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amru yaqtadhi alwujub, na amri mara zote inahukumia uwajibu. Illa lisarifin, isipokuwa kwa kupatikana kile chenye kuihamisha amri hiyo kuwa ni yenye kufidisha uwajibu na kupeleka kuwa kwenye ibada nyingine. Qala wa Ali ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, na kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, amesema qadima wafdu Abdul Qais, ulikuja ugeni wa kundi la Abdul Qais. Qadima wafdu Abdul Qais, wal wafdu jamaa, al wafdu jamaa, lilikuja kundi la ugeni la Abdul Qais. Faqalu, wakasema ya Rasulallah, ewe mtume wa Allah, inna hadha alhayya min Rabi'a, hakika kabila hili ni kutokana na kabila la Rabi'a. Inna hadha alhayya, inna hadhihi alqabila, hakika hili qabila, alhayyu huwa alqabila, alhayyu huwa alqabila. Inna hadha alhayya ay inna hadhihi alqabila, hakika hili kabila tulilokuja sisi, jamaatun au jamaatu Abdul Qais, kundi la Abdul Qais, kabila hili min Rabi'a, ni kutokana na kabila la Rabi'a. Na ahlul ilmi wanaeleza kuwa huyu Rabi'a alikuwa ni babu wa nne wa Abdul Qais. Katika mababu wa Abdul Qais, babu yake wa nne ndio alikuwa anaitwa Rabi'a. Kwa hivyo kabila hili likanasibishwa na babu wa nne wa Abdul Qais, wakaitwa kabila la Rabi'a. Qala, anasema bainana wa bainaka kufaru Mudhar, naam, baina yetu sisi, bainana, baina yetu sisi, wa bainaka, na baina yako wewe mtume sallallahu alayhi wasallam, kufaru Mudhar, katikati yetu wako makafiri wa Mudhar. Kwa maana ya kwamba waqafa fi tariqina kufaru Mudhar, wamesimama katika njia yetu kuweza kukufikia wewe mtume sallallahu alayhi wasallam. Kufaru Mudhar, makafiri wa Mudhar ndio waliosimama baina yetu, ndio wanaotukinga baina yetu sisi na wewe. Sisi hatuwezi kukufikia wewe mtume sallallahu alayhi wasallam kiurahisi, kwa sababu katikati yetu wako kufaru Mudhar. Kwa hivyo hatuwezi kukufikia wewe. Qala falasna nasilu ilaika,
sisi hatuwezi kukufikia wewe illa fi shahri alharami, isipokuwa katika miezi mitukufu. Hapa imetajwa ash-shahr, lakini wanataja ahlul ilmi panakusudiwa 4 ashhuri al-hurum, ile miezi minne mitakatifu, mwezi wa Dhulqa'da na mwezi wa Dhulhijja na mwezi wa Rajab, kadhalika mwezi wa al-Muharram, miezi minne ile mitukufu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekataza adh-dhulma fiha. Qala fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu ndani ya miezi hiyo nafsi zenu. Hii miezi ndiyo miezi ambayo kabila la Rabi'a walikuwa na uwezo wa kumfikia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amma fi ghairi hadhihi al-ashhur, ama katika isiyokuwa miezi hii, ilikuwa kabila la Mudhar wanawazuia wasimfikie Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanasimama katika njia zao. Qala famurna bi amrin, ewe Mtume tuamrisha sisi jambo ambalo naakhudhu bihi, tutalichukua jambo hilo, naakhudhu bihi, tutalishika jambo hilo, wa nad'u ilayhi man waraana, na tutawalingania kwenye jambo hilo wale ambao wako nyuma yetu. Wa nad'u ilayhi, na tutawalingania kwenye hilo jambo man waraana, wale ambao wako nyuma yetu, yani wale ambao watakaokuja min ba'dihim, man ja'u min ba'dihim, wale ambao watakaokuja baada yao katika dhurriya, tutawalingania katika hilo. Qala Mtume akasema amurukum bi arba'in, ninakuamrisheni kushikamana na mambo manne. Amurukum bi arba'in, wa hadha huwa mahallu shahid al-amr huna. Mtume sallallahu alayhi wasallam dhakara amurukum, ninakuamrisheni, na hii ni ifada ya wazi ya kuonyesha kwamba hii ni amr. Mtume sallallahu alayhi wasallam amarahum bi arba'in, aliwaamrisha wao mambo manne. Qala, na katika mwendelezo wa riwaya hadithi umetaja vile vile Mtume akasema wa anhaakum an arba'in, na ninakukatazeni kunako mambo manne. Katika mambo manne ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaamrisha, qala Mtume akasema al-imani billah, amurukum bil imani billah, na kuamrisheni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni jambo la kwanza ambalo nyinyi mwatakikana kushikamana nalo, al-imanu billahi jalla wa ala, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shahadati an la ilaha illa Allah, wa amurukum bi shahadati an la ilaha illa Allah, na nakuamrisheni kushikamana na shahada ya an la ilaha illa Allah. Qala wa aqada biyadihi, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anahesabu vidole vyake, yani amurukum bil imani billah. Naelewana vizuri? Na kuamrisheni kumwamini Allah, akahesabu kidole chake cha kwanza. Qala wa shahadati an la ilaha illa Allah, akahesabu kidole chake cha pili. Na nakuamrisheni kushuhudilia ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na mshikamane na kalimatu tauhid, yani ashara biyadihi wa aqada biyadihi, ay wa ashara biyadihi. Qala wa iqamis sala, wa amurukum bi iqamis sala, na nakuamrisheni kusimamisha sala, bi an tuaddiyaha, kwa ninyi kuitekeleza hiyo ibada ya as-sala kama vile ambavyo alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, muitekeleze katika wakati wake, jamaatan ma'a almuslimina fil masajid. Qala wa itai zaka, na nakuamrisheni vile vile kutoa zaka. Wa itai zaka, na nakuamrisheni kutoa zaka. Wa siyami ramadana, na kufunga mwezi wa Ramadhan. Wa siyami ramadana, na kufunga mwezi wa Ramadhan. Wa an tuaddu lillahi khumsa ma ghanimtum, na kutekeleza kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala khumus, 1/5, ma ghanimtum, katika kile ambacho mmekipata kama ngawira. Idha jahadtum fi sabilillah, pale mtakapopambana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kile mtakachokipata kama ngawira, basi na kuamrisheni hicho mtoe khumusi yake,
kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, kile ambacho mmekipata kama ngawira falillahi khumusuhu, basi ni ya kwake Allah subhanahu wa ta'ala khumus yake. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaamrisha mambo manne: jambo la ash-shahada, na jambo la as-sala, na jambo la az-zaka, na jambo la saumu Ramadhan. Kadhalika akawaongezea ziada, wa an tuaddu lillahi khumusa ma ghanimtum. Jambo la tano al-imanu billah. Katika kuisherehesha al-imanu billah ndio kana shahadatu an la ilaha illa Allah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa siyami Ramadhan wa an tuaddu lillahi ma ghanimtum khumusa ma ghanimtum. Qala wal amru haqiqatun fil wujub. Al amru haqiqatun fil wujub, amri kwa uhakika inafidisha uwajibu. Illa an yarida dalilun yasrifuhu, isipokuwa itakapokuja dalili itakayoihamisha hiyo amri na kuibadilisha hiyo amri, kuitoa katika uwajibu kuipeleka katika mustahab, kuipeleka katika sunna, ikawa ni amrul mustahab, amri lakini ya sunna, sio amri ya wajib. Qala wala sarifa lihadhihi al-arba', na hakuna chenye kuvihamisha hivi vinne, kuvitoa katika uwajibu kuvipeleka katika sunna. Fabaqiyat ala wujubiha, hivyo vikabaki vinne hivi katika uwajibu wake. Ni wajib kushuhudilia ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na ni wajib iqamatu sala, na ni wajib itiyanu az-zaka, na ni wajib siyamu Ramadhana. Qala wa an Talhata ibn Ubaidillah, na kutoka kwa Talha ibn Ubaidillah, qala jaa rajulun ila rasulillah, kuna mtu alikuja kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, min ahli Najd, kutokana na watu wa Najd. Huyu mtu aliyekuja kwa mtume alikuwa ametokea Najdi, sehemu katika sehemu ya Saudia. Thaira rasi, huyu mtu alikuwa dhu sha'rin mutafarriqin. Thaira ras, nywele zake zilikuwa timu. Dhu sha'rin mutafarriqa, nywele zake zimetimka, kwa maana hazijatanwa vizuri, zimetawanyika. Huyu mtu alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii inajulisha kwamba mtu huyu alikuwa katika ahlul bawadi, alikuwa mtu wa badia huku, Arabi, bedui huyu. Qala, anasema Talha ibn Ubaidillah, yusma'u dawiyu sautihi, mtu huyu husikika sauti yake ya juu. Kaannahu kana ba'idan min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kana kwamba mtu huyu alikuwa yuko mbali na mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo akawa yatakallamu bi sautin murtafi'in, anazungumza kwa sauti ya juu. Qala yusma'u dawiyu sautihi ay murtafi'u saut, hali ya kuwa mtu huyu ni mwenye kunyanyua sauti juu. Wala yufqahu, na wala hayafahamiki, ma yaqulu, yale anayoyasema, lishiddati sautihi, ima kwa sababu ya ukali wa sauti yake, kiasi ambacho hayafahamiki yale anayoyazungumza kwa sababu ya kunyanyua sana sauti, au bu'dihi, au kwa sababu ya umbali wake baina yake yeye na baina ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo maana akasema hapa Talha ibn Ubaidillah, la yufqahu ay la yufhamu ma yaqul, hayafahamiki, hayajulikani yale ambayo anayoyasema mtu huyu. Hatta dana, mpaka pale ambapo walipokurubia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Maneno haya yakatuonyesha ishara ya wazi ya kwamba mtu huyu kana ba'idan an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, alikuwa yuko mbali na mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala hatta dana, mpaka akakaribia, akamkaribia mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa idha huwa yasalu anil islam, ghafla mtu huyo akawa anaulizia kuhusu Uislamu. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia mtu huyo, 5 salawatin fil yawmi wal layla, Uislamu ni swala 5 mchana na usiku. 5 salawatin fil yawmi wal layla, Uislamu
ni swala tano zinazoswaliwa katika wakati wa mchana kadhalika wakati wa usiku. Faqala, akasema yule mtu, hal alayya ghayruha, je kuna kinachowajibika juu yangu kinyume na hivyo, kinyume na hizo swala tano? Hal alayya ghayruha, je kuna kinachowajibika juu yangu kinyume na hizo swala tano? Qala, mtume akasema, la illa an tatawwa, isipokuwa pale utakapofanya au utakaposwali swala za sunna. Manake hizo tano ndio wajibu na hizo nyingine zitakuwa za sunna. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wa siyamu Ramadhan. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtajia yule mtu, na kinachowajibika juu yako ni funga ya mwezi wa Ramadhan. Qala, akasema, hal alayya ghayruhu, je kuna kinachowajibika juu yangu mimi kinyume na funga ya mwezi wa Ramadhani? Qala, mtume akasema, la illa an tatawwa, isipokuwa utakapofanya funga ya sunna, utakapofunga funga ya sunna. Kana kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam yushiru fi hadha alhadith anna siyama Ramadhan sawmun wajibun, ya kwamba funga ya mwezi wa Ramadhani ni funga ya wajib, na kile ambacho kitakachokuwa kinyume na funga ya mwezi wa Ramadhan fahuwa au fahiya sunnatun. Qala, hadha alhadithu min adhhari aladilla, hadithi hii ni katika dalili zilizo wazi zaidi fi ithbati wujubi Ramadhana, katika kuthibitisha uwajibu wa mwezi wa Ramadhan, wa masiwahu, na ile ambayo iko kinyume na funga ya mwezi wa Ramadhan, fatatawwu'un, ni funga ya sunna, illa ma warada fihi ma yujibuhu, isipokuwa kile ambacho kimekuja ndani yake kile ambacho kinawajibisha, isipokuwa funga ambayo imekuja ndani yake kile ambacho kinaiwajibisha funga hiyo. Kasaumi nadhiri, kama funga ya nadhiri ni wajib, funga ya nadhiri ni wajib. Wal kafarat, na funga za kafara kadhalika ni wajib. Qala, wa an Anas ibn Malik, na kutoka kwa Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala, bainama nahnu julusun ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fil masjidi, tukiwa sisi ni wenye kukaa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam msikitini, dakhala rajulun ala jamalin, akaingia mtu ghafla, akaingia mtu ala jamalin, akiwa juu ya jamal, akiwa juu ya ngamia. Naelewana ikhwan? Na huyo mtu anataja ahlul ilmi anaitwa Dhimanu ibn Tha'laba. Huyo mtu aliyeingia msikitini akiwa Anas ibn Malik na wengineo wamekaa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam, ghafla akaingia mtu anaitwa Dhimanu ibn Tha'laba, wa kana sayyidu qaumihi, na huyu Dhimanu ibn Tha'laba alikuwa ni bwana wa watu wake, alikuwa ni sayyidi wa watu wake. Watu wake walikuwa wakiitwa Banu Sa'd, walikuwa wakiitwa Banu Sa'd. Akaingia mtu huyu ala jamalin, akiwa juu ya ngamia. Qala, fa anakhahu fil masjid, akamkalisha msikitini, kwa maana akamweka chini ngamia wake ndani ya msikiti. Akaingia msikitini na ngamia, kisha akamkalisha chini ngamia wake. Thumma aqalahu, kisha akamfunga ngamia wake. Baada ya hapo akamfunga ngamia wake ili huyo ngamia asiweze kuondoka msikitini, akaanza kumtafuta asimpate. Kwa aqalahu, akamfunga ngamia wake. Thumma qala lahum, kisha mtu huyu akawaambia wale aliowakuta msikitini, akawaambia, ayyukum Muhammadun, ni nani kati yenu Muhammad? Ishara ya kuonyesha mtu huyu alikuwa bedui, alikuwa bedui. Mabedui walikuwa bado hawajastaarabika kuweza kujua namna ya kutaadab pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo walikuwa wakimuita mtume sallallahu alaihi wasallam kwa jina lake, ayyukum Muhammadun, ni nani kati yenu Muhammadi hapa? والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم, na mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa ni mwenye kukaa
katikati ya masahaba, yani ala firashin lahu baina dhahranihim, akiwa amekaa juu ya tandiko lake baina ya masahaba. Kwa hivyo kajichanganya katikati yao, hajulikani ni nani kati yao ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana alipofika kauliza, ayyukum Muhammadun, ni nani kati yenu Muhammad? Faqulna, tukasema, hadha ar-rajulu al-abyadu al-muttaki, Muhammad ni huyu mtu. Hadha ar-rajulu al-abyadu al-muttaki, ni huyu mtu mweupe aliyekaa juu ya tandiko lake. Al-muttaki ala firashih, aliyekaa juu ya tandiko lake. Huyu mtu mweupe huyu ndiye Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Fahimtum? Faqala lahu ar-rajul, yule bwana Dhiman ibn Tha'laba akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya ibn Abdil Muttalib, ewe mtoto wa Abdil Muttalib. Umeona kwamba ni watu ambao walikuwa hawana taadub maa nabii sallallahu alayhi wasallam, hawana adabu pamoja na Mtume. Anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya ibn Abdil Muttalib, ewe mtoto wa Abdil Muttalib. Nasabahu li jaddihi, sababu Mtume si mtoto wa Abdul Muttalib. Mfahamiana vizuri, Mtume ni mtoto wa nani? Wa Abdullahi, na Abdullahi ndiye mtoto wa Abdul Muttalib, lakini akamwita ya ibn Abdul Muttalib. Kwa hivyo akamnasibisha na babu yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia yule bedui, qad ajabtuka, hakika nimekuitikia. Kwa maana sema unachokitaka. Qad ajabtuka ay sami'tuk, nimekusikia ulivyoniita. Faqala ar-rajulu lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam, huyu bwana akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, inni sailuka, hakika mimi ni mwenye kukuuliza wewe. Inni sailuka, hakika mimi ni mwenye kukuuliza wewe. Famushaddadun alayka fil mas'ala, ni mwenye kufanya uzito juu yako katika kuuliza. Kwa maana sikuulizi kiwepesi wepesi, la, kwa sababu jambo ambalo nakwenda kukuuliza ni amrun shadid, amrun ghalidh, ni jambo zito. Kwa hivyo mimi mushaddidun alayka fil mas'ala, ni mwenye kufanya tashdid juu yako katika kuuliza, na kuuliza bitashdid, kwa ukali, bitaghlidh, kwa uzito. Wana mabedui hao Qala, nasema, fala tajid alayya fi nafsik, fala tajid alayya fi nafsik, usinichukie juu yangu mimi katika nafsi yako, kwa sababu ana mushaddidun alayka fil mas'ala, kwa sababu mimi nauliza kwa uzito, nauliza kwa tashdid. Kwa hivyo usinichukie. Akatanguliza kuomba radhi. Faqala, Mtume akasema, sal amma bada lak, uliza kile ambacho kimedhihiri kwako wewe. Is'al amma bada ay amma dhahara lak, uliza kuhusiana na kile ambacho kimedhihiri kwako wewe. Faqala, akasema, as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablak, na kuuliza wewe kwa kumwapia Mola wako na kumwapia Mola wa wale ambao waliokuwa kabla yako. Allahu arsalaka ila nnasi kullihim, hivi je, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amekutuma wewe kwa watu wote? Allahu, hivi Allah arsalaka ila nnasi kullihim, amekutuma wewe kwa watu wote? Faqala, Mtume akasema, Allahumma na'am, ndiyo, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyenituma mimi kwa watu wote. Qala, yule bedui akamwambia, anshuduka billah, ninakuapiza kwa Allah. Allahu amaraka an nusalli as-salawati al-khams, je, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amekuamrisha wewe sisi tusali swala tano fil yawmi wal layla, mchana na usiku? Aliyekuamrisha utuambie sisi tusali swala tano mchana na usiku ni Allah. Qala, Mtume akasema, Allahumma na'am,
ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeniamrisha nikufundisheni nyinyi swala tano mtakazozisali katika wakati wa mchana na usiku. Qala, akasema yule bedui, anshuduka billah, ninakuapisa kwa Allah, Allahu amaraka an nasuma hadha ash-shahra min as-sana, je, ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo aliyokuamrisha wewe sisi tufunge katika mwezi wa Ramadhani katika mwaka? Wa hadha huwa mahallu shahid, Allahu amaraka, amra huna amrihi, je, Allah ndiyo amekuamrisha wewe sisi tufunge katika mwezi wa Ramadhani katika mwaka? Qala Allahumma na'am, Mtume akasema ndiyo, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ameniamrisha mimi ninyi mfunge katika mwezi wa Ramadhani. Tumeelewana vizuri ikhwan? Qala fi hadithi ta'kidun bil yamin, katika hadithi hii kuna msisitizo kwa kiapo. Ta'kidun bil yamin, kuna msisitizo, tena msisitizo umekuja kwa kiapo, anna sawma ramadhana fardun, ya kwamba funga ya mwezi wa Ramadhani ni faradhi. Ya'zamu tarikuhu, anapata madhambi anayeacha funga ya mwezi wa Ramadhani. Wa yakfuru jahiduhu, na anakufuru yule anayepinga funga ya mwezi wa Ramadhani. Wa ajma'a al-ulama'u, na wamekubaliana ahlul ilmi baada wafati nabii, baada ya kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, anna sawma ruknun min arkani al-islam, ya kwamba funga ni nguzo katika nguzo tano za Uislamu. Wa wajibun min wajibatihi, na funga ni wajibu katika nyajibu za Uislamu. Wa mustanaduhum fi dhalika, na egemeo lao katika hilo, al-ayatu wal ahadithu anifatu dhikri, ni aya na hadithi ambazo tumezitaja, utaji wake umekuja hivi punde. Yani hizi ambazo tumezitanguliza hapo juu ndio maegemeo yao ahlul ilmi katika kuwafikiana ya kwamba as-sawmu ruknun min arkani al-islami wa wajibun min wajibati al-islam. Tumeelewana vizuri ikhwan? Kwa hivyo hukumu ya funga ni wajibu. Atakayeacha kufunga ameuacha wajibu na anapata madhambi, na yule atakayepinga uwajibu wa funga, basi mtu huyo anakufuru, yakfuru jahiduhu. Tumeelewana vizuri? Qala ahwalu siyami qabla an yantahiya ila halihi almahuda. Kipengele cha mwisho tutakachokitazama leo hii, ahwalu siyami, hali za funga, qabla an yantahiya ila halihi almahuda, kabla ya funga kukomea na kuishia katika hali yake iliyozoeleka. Hii hali tulionayo hii ambayo tumeizoea leo hii ya kufunga mwezi wa Ramadhani, kuna hali funga ilipita mpaka kufikia hapa. Sasa hizo hali ni hali gani? Hapa anazitaja almuallif rahimahullahu ta'ala. Qala lisawmi thalathatu ahwalin, funga ina hali tatu ambazo imepitia mpaka kufikia hapa ambapo leo hii tuko nayo funga. Ilaika bayanaha, ni juu yako kuchukua ubainifu wake, ubainifu wa hizo hali. Alhalu alawwal, hali ya kwanza iliyopitia funga. Kwanza funga ilianzia katika saumu Ashura wa thalathatu ayamin min kulli shahrin. Funga ilianzia katika funga ya Ashura na kufunga siku tatu katika kila mwezi. Ndio funga ilikuwa huko mwanzo. Funga kabla ya majii Ramadhana, kabla ya funga ya mwezi wa Ramadhani, mwanzo ilikuwepo funga ya Ashura wa thalathatu ayamin min kulli shahr, na masiku matatu meupe katika kila mwezi. Ilikuwepo hiyo tangu huko, kwa funga mwanzoni ilikuwa hiyo. Qala kana almuslimuna fi awwali ahdihim, walikuwa waislamu katika kipindi chao cha mwanzo, yasumuna Ashura, walikuwa wakifunga funga ya Ashura, wa thalathata ayamin min kulli shahrin, na walikuwa wakifunga masiku matatu katika kila mwezi. Wa madau ala dhalika 17 shahra, na wakapita kwenye hilo miezi 17. Kwenye hilo walidumu nalo
waislamu waliokuwa kipindi hicho 17 shahra, miezi 17. Thumma furidha alaihim saumu ramadhana, kisha ikafaradhishwa juu yao funga ya mwezi wa Ramadhan katika mwezi wa Shaaban mwaka wa pili hijiria, yani baada hijrati rasul sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madina, baada ya hijra ya mtume kuhama kutoka Makka kwenda Madina, basi waislamu walikuwa wakifunga saumu Ashura ule mwaka wa kwanza miezi 12 na miezi mingine mitano, ikawa jumla miezi 17. Kisha huo mwaka wa pili mwezi wa Shaabani ndiyo mwezi ambao ilifaradhishwa ibada ya asiyam, mwaka wa pili hijiria. Maanake kipindi cha Makka kulikuwa hakuna funga. Sisi tunaelewana vizuri. Baada ya mtume kuhama kutoka katika mji wa Makka kuingia katika mji wa Madina, akakuta watu wa Madina wanafunga siku ya Ashura, siku ya tarehe 10 ya mwezi wa Muharram. Akawauliza, kwa nini mnafunga? Akawakuta Mayahudi wanafunga siku ya Ashura, siku ya tarehe 10 ya mwezi wa Muharram. Akawauliza, kwa nini mnafunga funga hii? Wakamjibu ya kwamba hii siku ndiyo siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Musa na watu wake kutokana na vitimbi vya Firauna. Kwa hivyo ta'dhiman li hadha al-yawm, kwa ajili ya kuiadhimisha siku hii, wakawa Mayahudi wanafunga siku hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, nahnu ahqqu bi Musa minkum, sisi tuna haki zaidi kwa Nabiiullah Musa kuliko ni nyinyi. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam fakana yasumuhu, akawa akifunga hii siku ya Ashura. Kadhalika akawa Mtume akifunga masiku 3 meupe katika kila mwezi. Kwa hivyo Waislamu akawa mwenendo wao ni kufunga funga ya Ashura tarehe 10 ya mwezi wa Muharram, kadhalika ikawa wanafunga masiku 3 meupe. Qala fa an Aisha, namba 2 hapa chini katika hashi ametaja, qala warada fi bayanihi, imekuja katika ubainifu wake, atharun sahihun, katika kulibainisha hili kwamba Waislamu katika kipindi chao walikuwa wakifunga funga ya Ashura na masiku 3 katika kila mwezi, na walipita katika hili miezi 17. Imekuja athar sahih an Muadh ibn Jabal, kutoka kwa Muadh ibn Jabal, qala, anasema uhila siyamu 3 ahwalin, ilipita funga katika hali 3, yani ilipitishwa funga katika hali 3 mpaka kupatikana hii funga ambayo leo hii tunaifunga. Funga imepita kwenye hali 3. Fadhakara alhadith, kisha kaitaja hadith. Qala, anasema wa amma haulu siyami, ama mzunguko wa funga, fa inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, sama ba'dama qadima almadina, alifunga baada ya kuja katika mji wa Madina. Faja'ala yasumu min kulli shahrin 3 ayamin, akawa anafunga katika kila mwezi masiku 3. Wasama Ashura, na mtume alifunga saumu ya Ashura. Fasama 17 shahra, mtume akafunga miezi 17, shahra rabi'in ila shahri rabi'in ila ramadhana, mwezi wa Rabi' mpaka mwezi wa Rabi' mpaka mwezi wa Ramadhan, inakuwa jumla miezi 17. Rabiul Awwal mpaka Rabiul Awwal miezi 12, si ndio? Kisha baada ya Rabiul Awwal unafuata mwezi wa Rabiul Thani, kisha baada ya Rabiul Thani unafuata mwezi wa Jumada al-Ula, kisha baada ya Jumada al-Ula unafuata mwezi wa Jumada al-Akhir, kisha baada ya Jumada al-Akhir unafuata mwezi wa Rajab, kisha baada ya mwezi wa Rajab unafuata mwezi wa, ndio mwezi ambao ilifaradhishwa funga jumla 12, na hii mitano inakuwa jumla 17. Sisi tunaelewana vizuri. Hii miezi 17 ndio walifunga Waislamu baada ya mtume kuhama kutoka katika mji wa Makka kuhamia katika mji wa Madina. Fahimtum ikhwan? Qala thumma inna Allah tabaraka wa ta'ala, kisha hakika Allah tabaraka wa ta'ala farada alayhi shahra ramadhana, akamfaradhishia mtume juu yake mwezi wa Ramadhan. Fa anzala alayhi,
akamteremshia juu yake kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, imefaradhishwa juu yenu funga kama ilivyofaradhishwa juu ya wale ambao waliokuwa kabla yenu. Wa dhakara baqi alhadith, na akataja baqi ya hadithi. Hadithi hii ameitaja al-Imam al-Baihaqi katika sunani yake al-Kubra. Tafahamiana vizuri. Qala fa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat kana yawm ashura, ilikuwa siku ya Ashura, nasumuhu, ilikuwa tunaifunga, kana tasumuhu Quraish fil jahiliya, walikuwa wakifunga siku ya Ashura Makuraishi katika kipindi cha jahiliya. Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasumuhu, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akifunga siku hiyo. Falamma qadima almadinata, pindi alipokuja katika mji wa Madina, swamahu, akaifunga funga ya Ashura. Wa amara bisiyamihi, na akaamrisha ifungwe funga ya Ashura. Falamma furidha ramadhanu, pindi ilipofaradhishwa funga ya Ramadhan, taraka yauma Ashura, Mtume akaiacha funga ya siku ya Ashura, akasema faman shaa samahu, yule atakayetaka aifunge, wa man shaa tarakahu, na yule atakayetaka aiache. Kwa maana funga ya Ashura ikatoka katika uwajibu ikaingia kwenye istihbab. Sisi tumeelewana vizuri? Naam. وعنها رضي الله عنها قالت, نكتوك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مسيمة, كانوا يصومون عاشوراء, ولكوا وكفونغ وإسلام عاشوراء قبل أن يفرض رمضان, قبل يكفرضيش وموز ورمضان, قبل يكفرضيش فونغ يموز ورمضان. وكان يوما تستر فيه الكعبة, نيلكوا نسكو أمبايو تستر فيه الكعبة, ilikuwa ni siku ambayo inavishwa stara ndani ya siku hiyo al-Kaaba. Ile stara ya al-Kaaba ilikuwa inavikwa katika siku ya Ashura. Falamma farada Allahu Ramadhana, pindi Allah subhanahu wa ta'ala alipoifaradhisha funga ya Ramadhan, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasema man shaa an yasumahu falyasumhu, atakayetaka aifunge Ashura na afunge. Wa man shaa an yatrukahu falyatrukhu, na atakayeacha aiache funga ya, atakayetaka aiache funga ya Ashura basi na aiache. Kwa hivyo ikatoka katika uwajibu ikaingia katika istihbab. Fahimtum ikhwan? Qala wa an Abdurrahman ibn Abi Layla, na kutoka kwa Abdurrahman ibn Abi Layla rahimahullahu ta'ala qala hadathana ashabu Muhammadin, wametuhadithia sisi ashabu Muhammadin, qalu, wamesema uhila saumu ala thalathati ahwalin, imepitishwa funga katika hali tatu. Qadima an-nasu al-madinata, watu walikuja katika mji wa Madina. Wala ahda lahum bisiyam, na walikuwa hawana ahadi kwa wao na funga, hawana mazoea na funga, hakuna mazoea kwa wao ya kufunga. Fakanu yasumuna thalathata ayamin min kulli shahrin, wakawa wanafunga masiku matatu katika kila mwezi. Hatta nazala shahru Ramadhana, mpaka ulipoteremka mwezi wa Ramadhani. Mfahamiana vizuri? Qala wa anhu rahimahullah, na kutoka kwa Abu Layla Abdurrahman ibn Abi Layla an Muadh ibn Jabal, kutoka Muadh ibn Jabal qala, mesema uhila as-siyamu thalathata ahwalin, imepitishwa funga katika hali tatu. Fadhakara alhaditha, kisha kaitaja hadith. Qala wa amma hawlu as-siyami, ama mzunguko wa funga, fa inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, swama ba'dama qadima al-Madinata, alifunga baada ya kuja katika mji wa Madina. Faja'ala yasumu min kulli shahrin thalathata ayamin, akawa anafunga katika kila mwezi masiku matatu. Wasama Ashura, na alifunga funga ya Ashura. Hii ndiyo hali ya kwanza. Kwa hivyo hali ya kwanza funga ilianzia katika funga ya Ashura na masiku matatu katika kila mwezi. Mfahamiana vizuri ikhwan? Qala alhalu thaniya, hali ya pili au alhalu thani, sawm ramadana wal idhn bil fitr lil qawi idha fada,
ni funga ya mwezi wa Ramadhani. Baada ya kufaradhishwa, baada ya kuletwa funga ya mwezi wa Ramadhani, ilikuja funga ya mwezi wa Ramadhani, lakini ndani yake pakawa na idhni bil fitri, idhini ya kula lilqawiyi, kwa mtu aliye imara, mtu mwenye nguvu, mtu mwenye siha, mtu ambaye hana udhuru wowote. Idha fada, pindi atakapotoa fidia, yani akitoa fidia tu basi anaruhusiwa kula. Wa ala alladhina yutiqunahu fafidyatun, na wale ambao wanayoiweza, yutiquna sauma, wanaweza kufunga kisha wakatoa fidia, basi hawana uwajibu wa kufunga tena. Hali ya pili kawa hivi kwamba mtu ana khiari, ima afunge au atoe fidia, taamu miskini, kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an. Ikawa mtu akimlisha maskini anaruhusiwa kula katika mchana wa Ramadhani, na ana nguvu na yuko imara na ana afya tele. Tumefahamiana vizuri ikhwan? Qala kana saumu ramadhana fi badi al-amr, ilikuwa funga ya mwezi wa Ramadhani mwanzoni mwa jambo. Qad udhina lilqawiyi bilfitri walfidai, palikuwa pameidhinishwa kwa mtu imara kula na kutoa fidia. Ala kulli yawmin it'amu miskin, an kulli yawmin it'amu miskin, kwa kila siku alishe maskini. Fa an Salama ibn al-Akwa', kutoka kwa Salama ibn al-Akwa' radiyallahu anhu, qala kunna fi ramadana, tulikuwa sisi katika mwezi wa Ramadhan, fi ahdi rasulillah, katika kipindi cha mtume wa Allah. Man shaa sama, atakayetaka atafunga, wa man shaa aftara, na atakayetaka atakula. Waftada bi ta'ami miskin, na atatoa fidia ya kulisha maskini. Hatta unzilatil aya, mpaka ilipoteremshwa aya, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, yoyote atakayeshuhudilia, atakayehudhuria miongoni mwenu ndani ya mwezi wa Ramadhani, na yeye akiwa na afya na nguvu, falyasum, basi na afu. Kisha ikataja mbele aya, waman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Kwa hivyo wakavuliwa, wakaletwa ahlul a'dhar, wao sasa ndio wakahusika na nini? Wakahusika na kula katika mchana wa Ramadhani. Qala fi riwayatin anhu, na katika riwaya nyingine kutoka kwa Salama ibn al-Akwa'. Salama jina la kiume, Salama ni jina la kiume. Wa fi riwayatin anhu radiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhihi al-ayatu, pindi ilipoteremka hii aya, wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, na wale ambao wanaiweza funga watoe fidia ya kulisha maskini. Ilipoteremka aya hii, kana man arada minna an yuftira wa yuftadiya, alikuwepo yule anayetaka miongoni mwetu kukula katika mchana wa Ramadhani na kutoa fidia. Hatta nazalat hadhihi al-ayatu, mpaka ilipoteremka aya hii, allati ba'daha, ambayo imekuja baada yake, sawa sawa. Qala fanasakhatha, aya hiyo iliyokuja baada yake ikaifuta hii aya iliyokuja kabla yake. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, aya hii ikaifuta wa ala alladhina yutiqunahu fafidyatun ta'amu miskin. Tumeelewana vizuri ikhwan? Qala wa Abdurrahman ibn Abi Layla, na kutoka Abdurrahman ibn Abi Layla rahimahullahu ta'ala qala حدثنا أصحاب محمد، ومتحدثي مصحابة ومحمد صلى الله عليه وسلم قالوا أحيل الصوم على 3 أحوال. قدم الناس المدينة ولا عهد لهم بالصيام، فكانوا يصومون 3 أيام من كل شهر حتى نزل شهر رمضان فاستكثروا ذلك wakaliona ni jingi sana hilo, wakalifanya kuwa jingi, wakalikithirisha. Washaqqa alaihim, na likawa zito juu yao, waliona uzito wakaona masiku mengi. Istaktharu dhalika washaqqa alaihim. Fahimtum ikhwani? Fakana man at'ama miskinan kulla yawmin taraka as-siyam, ikawa yule ambaye atakayelisha kila siku maskini, basi anaruhusiwa kuacha funga. Taraka as-siyam, ataacha funga.
mimman yutiquhu, katika wale ambao wanaiweza funga. Rakhasa lahum fi dhalika, Allah subhanahu wa ta'ala akawaruhusu wao kwenye hilo. Wa nasakhahu, na akalifuta hilo. Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun, na kufunga ninyi, kufunga ni bora zaidi kwenu nyinyi. In kuntum ta'lamun, ikiwa mnalijua hilo. Qala fa umiru bisiyam, watu wakaamrishwa kufunga, ikawa ni lazima sasa kufunga. Tumeelewa hatua ya pili iliyopitia funga. Hatua ya kwanza ilikuwa funga ya Ashura wa 3 ayami min kulli shahr. Hatua ya pili sasa ikawa kufunga Ramadhani ni kwa khiari. Mtu akitaka atafunga, asipotaka hafungi, atatoa fidia. Tumeelewana vizuri. Alhalatu athalitha au alhalu thalitha, hali ya tatu, wisalu as-sawmi liman dakhala alayhi ghurubu ash-shams wa nama qabla an yuftira au salla al-isha qabla an yuftir. Hali ya tatu hii, funga ikapitia hali hii pia. Wisalu as-sawmi, kuunganisha funga. Hali ya tatu ikawa ni hali ya alwisal, hali ya kuiunganisha funga. Liman dakhala alayhi ghurubu ash-shamsi, kwa yule ambaye kumeingia kwake yeye kuzama kwa jua, jua limeshazama. Tumeelewana vizuri. Wanama, na akalala, kabla an yuftira, kabla ya kufuturu. Ghurubu ash-shams dakhala alayhi wanama qabla an yuftir. Si tumeelewana vizuri? Kabla ya kufuturu akawa amelala, yani kabla ya kufungua akalala. Huyu alitakikana aunganishe funga, kwa maana asile wakati wa usiku na kesho aendelee kufunga. Hali ya tatu hii, si muda wa kufuturu umefika, yeye hakufuturu, akaswali isha akaenda kulala, hakuna kuamka kula daku, kesho utaendelea na funga. Hali ya tatu hii, ona ilivyokuwa hatari. Qala au salla al-isha qabla an yuftira, au akasali isha kabla ya kufungua. Amejikuta tayari ameshaswali isha na hajafungua, huyu hakuna kula, anaunganisha funga mpaka kesho magharibi. Naonaje Sheikh Abu Musa? Qala, anasema kana saumu ramadhana fi badi al-amr, ilikuwa funga ya mwezi wa Ramadhani mwanzoni mwa jambo. Idha lam yuftiri saimu, pindi ambapo hakufungua mfungaji. Inda al-ghurubi, wakati wa kuzama jua. Fanama, akalala. Au salla al-isha, au akasali salatu al-isha. Muni'a min al-fitri, anazuiliwa kufungua. Ilikuwa mtu anazuiliwa kufanya nini? Kufungua. Wa madha mumsikan, na ataendelea hali ya kuwa ni mwenye kujizuia. Ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua. Al-yawmi tali, siku ifuatayo, siku ya pili itakayofuata. Ilikuwa hivyo. Tunaelewana vizuri hapo. Qala fa anil barai radiyallahu anhu qala, kutoka kwa al-Barau radiyallahu anhu amesema, kana ar-rajulu min ashabi Muhammadin, alikuwa mtu katika masahaba wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, idha kana saiman, pindi atakapokuwa ni mwenye kufunga. Fahadhara al-iftaru, kukahudhuria kufungua. Fanama, akalala. Qabla an yuftira, kabla ya kufungua. Lam yaakul lailatahu, hali usiku wake. Wala yaumahu, wala mchana wake. Hatta yumsiya, mpaka itakapoingia jioni. Wa anna Qais ibn Sirmata, na ya kwamba Qais ibn Sirmata kana saiman, alikuwa ni mwenye kufunga. Falamma hadhara al-iftaru, pindi kulipohudhuria kufunga. Atamraatahu, akamwendea mkewe. Qala, akasema, hal indaki ta'amun, je una chakula? Qais huyu ibn Sirma nimwendea mkewe, akamuuliza hal indaka ta'amun? Faqalat la, hakuna. Walakinni antaliqu fa atlubu, lakini ngoja nitoke nikatafute chakula. Na lakini antaliqu, ninatoka, fa atlubu, naenda kutafuta. Wa kana yawmahu, na ilikuwa mchana wake. Ya'malu fihi bi ardhihi, akifanya kazi kwenye ardhi yake. Faghalabathu ainahu, macho yake yakamghilibu, yakamshinda.
kwa sababu ya uchovu kutokana na kazi aliyoifanya mchana wake ya kulima. Si tunaelewana vizuri? Faghalabathu ainahu, macho yake yakamshinda, kwa maana usingizi ukamghilibu ukamjia. Fanama, akalala. Fajaat imraatuhu, akaja mkewe. Falamma raatuhu, alipomuona yeye, falamma raatuhu naima, alipomuona yeye ni mwenye kulala. Qalat, akasema, khaybatun laka, khasara kwako wewe, umepata khasara wewe, khusranan lak, khasara kwako wewe. Kwa nini? Kwa sababu tayari ameshalala. Wakati mke wake katoka kwenda kutafuta chakula, yeye kabaki kalala. Kwa hivyo mke wake alipomkuta hivi, amelala huyu jamaa, khaybatun la, khasara kwake. Qala fa asbaha, akaingiwa na asubuhi, akaamka asubuhi, saiman, hali yakuwa ni mwenye kufunga. Falamma yantasifi an-naharu, falam yantasifi an-naharu, haikufika nusu ya mchana. Falam yantasifi an-naharu, haikufika nusu ya mchana. Hata ghushiya alayhi, mpaka akazimia, ughmiya alayhi, lishiddati al-ju', kwa sababu ya njaa kali. Ughmiya alayhi, akazimia. Tumeelewana vizuri? Fadhakarat dhalika linnabi, mkewe akalitaja hilo kwa Mtume kwamba huku Qais ibn Sirmata amezimia njaa kali. Fadhakarat dhalika linnabi, fanazalat hadhihi alaya, uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Ikateremka aya hii, uhillat lakum laylata as-siyami ar-rafathu ila nisaikum, mmehalalishiwa usiku wa funga, ule usiku ambayo mchana wake mmefunga, mmehalalishiwa usiku huo. Ar-rafathu ila nisaikum, mmehalalishiwa kuwaingilia wake zenu. Hunna libasun lakum, wao ni vazi kwenu nyinyi. Wa antum libasun lahunna, na ninyi ni vazi kwao wao. Fafarihu biha, wakalifurahia hilo. Farhan shadida, furaha kubwa sana. Tumeelewana vizuri? Ikateremka aya imewaruhusu kufanya nini? Kuwaingilia wake zao. Katika wakati gani? Katika wakati wa usiku wafunga, ambao mchana yake wamefunga. Sasa ahlul ilm wanaeleza hivi, walamma sara aljima'u huna halalan ba'da an kana haraman, na pindi kilipokuwa kitendo cha ndoa hapa kwenye aya hii kilipokuwa ni halali, baada an kana haraman, baada ya kuwa kilikuwa haramu, kana al-aklu wash-shurbu min babi aula, kumekuwa kula na kunywa ni katika mlango uliokuwa bora zaidi. Kama kimeruhusiwa kitendo cha ndoa ambacho kilikuwa haramu mtu kukifanya kipindi cha funga, basi kula na kunywa min babi aula. Kwa hivyo hii aya ndio iliyokuja kuruhusu kula na kunywa, pamoja na kwamba imetaja nini? Aljimaa, imetaja kitendo cha ndoa. Uhilla lakum lailata as-siyami arrafathu ila nisaikum, ay aljima'u ila nisaikum, imehalalishwa jimai, ule usiku ambao mchana wake mmefunga, muwaingilie wake zenu. Tumeelewana vizuri? Kadhalika aya ikateremka aya, wakulu washrabu, si ndio? Mbele ya aya inaendelea hivi, wakulu washrabu, na kuleni na kunyweni, hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajri, mpaka pale ambapo yatakapobainika kwenu nyinyi alkhaytu alabyadu, mawingu meupe, min alkhayti alaswadi, kutokana na mawingu meusi, min alfajri, katika wakati wa alfajiri. Yani patakapobainika kwenu nyinyi alkhaytu alabyad, weupe wa mchana, min alkhayti alaswad, kutokana na weupe weusi wa usiku, min alfajri, katika wakati wa alfajiri.
utakapobainika, basi hapo mnatakiwa mwanzo kufunga. Allah anasema mbele ya aya, thumma atimmu siyama ila al-layl, kisha kamilisheni kujizuia mpaka wakati wa usiku. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu alaykum, kama ilivyokuja katika aya. Basi kuanzia sasa waingilieni wake zenu, wabtaghu ma kataba Allahu lakum, na mtafuteni kile ambacho Allah amekuandikieni. Tumeelewana vizuri? Qala wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kutoka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ilipoteremka aya ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, wa kana an-nasu ala ahdi an-nabi, na walikuwa watu kipindi cha mtume sallallahu alayhi wasallam, idha sallu al-atamata, pindi watakaposwali al-isha, hurrima alayhim at-ta'amu, basi huharamishwa juu yao chakula, ni haramu kwa wao kula, washarabu, na ni haramu kwa wao kunywa, wanisau, na ni haramu kwa wao wanawake, wasamu ila alqabila, na watafunga mpaka siku inayokuja. Tumeelewana vizuri? Ilikuwa hivyo, yani mkisha swali tu isha, al-atama, al-isha, sawa, taam ni haram, sharab ni haram, nisa ni haram. Ilikuwa hivyo, na kufunga ni mpaka kesho. Tumeelewana vizuri? Qala, nasema fakhtana rajulun nafsahu, akaifanyia khiana, akaikhini mtu nafsi yake. Khiana gani? Fajama amraatahu, akamwingilia mkewe wao wakati wa usiku. Kuna mtu mmoja amefichwa, akamwingilia mke wake, akaikhini nafsi yake. Waqad salla al-ishaa, na tayari ameshaswali al-ishaa, ambayo ni haramu hina idhin imraatahu au imraatuhu, mwanamke wake ni haramu wakati huo. Walam yuftir, na hakufungua. Fa arada Allahu azza wa jal, kwa maana hakufungua ile siku iliyofuata, akaendelea kufunga. Tumeelewana vizuri? Fa arada Allahu azza wa jal, akataka Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala dhalika yusran, kulifanya hilo kuwa ni wepesi, liman baqiya, kwa wale waliobakia, wa rukhsatan, na kulifanya Allah kuwa hilo ni rukhsa, wa manfa'atan, na Allah kulifanya hilo kuwa ni manfa'a. Faqala, Allah kasema, alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum, Allah ameshajua ya kwamba ninyi kuntum takhtanuna anfusakum, mlikuwa ninyi mnazifanyia khiana nafsi zenu, mnazikhini nafsi zenu. Hilo Allah ameshalijua, sawa sawa. Fataba alaikum wa afa ankum, Allah akakusameheni na amekusameheni tayari madhambi yenu, sawa sawa. Maana hili ni dhambi alifanya huyo mtu, lakini ni kwa sababu ya uzito, kwa sababu kamuda kalikuachwa ni kadogo mno, si ndio? Kiasi ambacho mtu kuvumilia ni ngumu. Yani mtakaposwali isha tu basi, yani ni baina ghurub ila al-isha, hapo katikati pambana, fanya shughuli zako zote. Tumeelewana vizuri? Ikiingia tu isha basi. Tumeelewana vizuri? Qala al-aya, wa kana hadha mimma nafa'a Allahu bihi an-nas, na likawa hili ni miongoni mwa wale ambayo Allah amenufaisha kupitia hilo watu, amewanufaisha watu kupitia jambo hilo. Wa arkhasa lahum, na amewepesisha wao. Wa yassara, na amewepesisha. Tumeelewana vizuri? Qala wa an Amr ibn Murra, na kutoka Amr ibn Murra rahimahullahu ta'ala, qala sami'tu ibn Abi Layla, nilimsikia ibn Abi Layla. Wa hadathana ashabuna, na wametuhadithia sisi jamaa zetu. Wa kana ar-rajulu idha aftara fanama, na alikuwa mtu pindi atakapofuturu kisha kalala, qabla an yaakula, qabla yakula, lam yaakul, hali tena, hatta yusbiha, mpaka atakapoingia asubuhi. Fajaa Umaru, akaja Umar ibn al-Khattab, wa arada imra'atahu, na akamtaka mke wake, kwa maana akamtaka mke wake kumwingilia. Faqalat, akasema mke wake, inni qad nimtu, hakika mimi nimeshalala. Fadhanna annaha ta'tal,
akadhani ya kwamba yeye anaumwa. Ta'tallu ay indaha illa, kuna ugonjwa, kuna anatia ila na mfano wake. Faataha, akamwendea, kwa maana akamwingilia mke wake. Fajaa rajulun min al-ansari, hizi riwaya tofauti hizi ni riwaya tofauti, yani zimeunganishwa sehemu moja lakini ni riwaya tofauti. Fajaa rajulun min al-ansari, akaja mtu katika maansari. Fa arada at-ta'ama, akataka chakula. Faqalu, wakamwambia familia yake, hatta nusakhina laka shay'a, tutakupa chakula, kwa maana fanya subra mpaka pale tutakapokuchemshia wewe chochote. Hatta nusakhina laka shay'a, mpaka pale tutakapokuchemshia wewe chochote. Fanama, akalala. Falamma asbahu, pindi walipoingiwa na asubuhi, nazalat alayhi, ikateremka juu yake hadhihi al-ayatu fiha, aya hii kwa wao, uhilla lakum lailata as-siyami ar-rafathu ila nisaikum, ikawa imeteremka aya uhilla lakum lailata as-siyami ar-rafathu ila nisaikum. Tumeelewana vizuri? Qala wastaqarra sawmu ramadan, ikatulizana funga ya mwezi wa Ramadhani, ala nahwi ma alayhi almuslimuna alyawma, kwa mfano wa vile ambavyo walivyonayo juu yake waislamu leo hii. Kwa hivyo funga ilitoka huko ikapita hapo ndio ikaja hapa ambapo leo hii tuko nayo. Tumeelewana vizuri? Qala zamanu mashru'iyatihi, wakati wa kuwekewa kwake sharia funga. Shuria saumu ramadhana fi Sha'bana fi sanati thaniyati min alhijra, kama tulivyosema katika mwezi wa Sha'bani mwaka wa pili hijiria ndio ambapo iliwekwa sharia ya kufunga. Ismu ramadhana, jina la Ramadhan, min arramdi, ni kutokana na neno arramdi, wa huwa shiddatul har. Arramd maana yake ni shiddatul har, ni joto kali. Lianna alaraba, kwa sababu waarabu, lamma aradat, pindi walipotaka, an tadaa asmaa ashuhuri, kuweka majina ya miezi, wafaqa shahru saumi, uliyafiki mwezi wa funga, ayyama ramdaa shadida, masiku ya joto kali, shadidatal har, ayyama ramdaa shadidatal har, masiku ya ramdaa ambayo ndani yake kuna joto kali. Fasammauhu, wakauita mwezi huo Ramadhana, kuwa ni mwezi wa Ramadhan, lishiddati harri tilka alayami, kwa sababu ya ukali wa joto la masiku hayo. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naktafi huna insha Allah ta'ala.